Wazazi wasiwacheleweshe watoto sana sana kwenye kuanzisha shule. Mtoto kuanzia umri wa miaka miwili anaweza akafanya vitu vya tofauti ambavyo mzazi utasema kweli mtoto wangu anajifunza kwa utofauti. Kwanza watoto wetu wana maadili ukilinganisha na watoto wanaotumia mfumo wa mwingine. Watoto wetu wana uwezo wa kujitegemea katika kufanya kazi. Hello Tanzania, karibu sana ndani ya Student Connect. Langu jina naitwa Mwebrania Official, ndiye ambaye anakufungulia ukurasa wa kwanza. Na leo tumepata heshima kubwa sana ya kuwepo katika shule hii na tumepata nafasi ya kukutana na mwalimu mkuu wa shule hii. Pengine leo unatamani kumfahamu ni mwalimu wa shule gani na shule yao inapatikana wapi. Pengine unatamani kufahamu nini ambacho kinawatofautisha wao na shule nyingine ambazo zinapatikana katika jiji la Dar es Salaam. Huyu hapa ni mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu, karibu sana, na Watanzania ambao wanakutazama pengine wakufahamu wewe ni nani na ni mwalimu wa shule gani. Asante. Kwa majina ninaitwa Jeneloza Rafael, ni mwalimu mkuu katika shule ya msingi na awali Daati. Shule yetu inapatikana Yombo, kata ya Makangalawe, wilaya ya Temeke, jijini Dar es Salaam. Shule yetu ina utofauti mkubwa sana na shule nyingine za hasa kata yetu ya Makangalawe, kwa sababu shule yetu inatumia mfumo wa Kimontessori. Mfumo wa Kimontessori ambao unawajengea watoto msingi wa kujifunza kwa kutumia milango yote mitano tangu wakiwa na umri mdogo. Naweza nikasema mfumo wa Montessori unamsaidia mtoto kukuza vipaji tofauti tofauti kupitia milango yote ya fahamu, kwani tunazo material au tunazo zana ambazo zina support hiyo milango yote ya fahamu kuweza kukua kiufasaha. Yamkini kuna Mtanzania au mzazi ambaye anakutazama kwa sasa anaona ni kitu ambacho ni kipya ukisikia una masikio yake. Montessori ni nini kwa upana wake kidogo, ili apate kuelewa nini ambacho mnakitumia kama mtaala kwenye shule yenu ya Daati. Montessori ni mfumo wa ufundishaji unaompa mtoto nafasi ya kujifunza yeye mwenyewe, kufanya mwenyewe na sio kufanyiwa. Tunachofanya walimu ni kumuelekeza tu, lakini mtoto kwa sehemu kubwa tunampa nafasi ya kujifunza mwenyewe. Na pengine ni kitu gani ambacho kimewashawishi kama shule kutumia mfumo huu wa Montessori na kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanapata kuelewa kwa kujifunza kwa kugenerate ya ile milango mitano ya ufahamu? Kilichotusukuma, kwanza tuliangalia na mahitaji ya sehemu yetu tulipo, lakini pia tukaona kwamba tuanzishe huu mfumo ili tuweze kumjenga mtoto mwenyewe kuanzia chini. Maana kuanzia watoto wetu wa umri wa miaka miwili ni lazima wapitie kwenye huu mfumo wa Montessori. Na pengine kuna hiki ambacho tunakizungumza sasa na tumeanza kupata mwangaza juu ya mfumo wa mtaala wa Montessori. Je, huyu mzazi ambaye anatamani mtoto wake afike hapa, ni vitu gani ambavyo anatakiwa kuvizingatia ili mtoto wake aweze kupata huu na kunufaika na huu mfumo wa Montessori? Ningependa kuwashauri wazazi wasiwacheleweshe watoto sana sana kwenye kuanzisha shule. Usiangalie mtoto wangu bado ni mdogo sana. Watoto wanajifunza tangu wakiwa tumboni mwa mama zao kabla hawajazaliwa. Lakini anapokuwa sisi tunaendeleza vile ambavyo mtoto tayari yuko navyo. Mtoto kuanzia umri wa miaka miwili anaweza akafanya vitu vya tofauti ambavyo mzazi utasema kweli mtoto wangu anajifunza kwa utofauti. Ninawashauri wazazi, kwa sababu kumekuwa na changamoto ya wazazi sana sana kutokuamini huu mfumo wa Montessori. Wanaona kama watoto wanaenda shuleni kucheza, lakini hapana, mtoto haendi shule kucheza. Pale anachokifanya ni anajifunza. Kwa mfano, kuna kona mbalimbali katika mfumo wa Montessori. Kuna kona ya nyumbani, kuna kona ya lugha, kuna kona ya hesabati, kuna kona ya sanaa. Sana sana kwenye kona ya nyumbani, watoto wanajihusisha na vile vitu ambavyo vinafanyika nyumbani kila siku. Kwa mfano, kuna kufua nguo. Mtoto mdogo ana uwezo wa kufua soksi zake. Mtoto mdogo ana uwezo wa kuosha vyombo mwenyewe. Kwa hiyo ninawashauri wazazi wawe na uelewa. Na ndio maana katika shule yetu huwa tunakutana na wazazi mara kwa mara na kuwaelezea na kuwapa mwongozo kuhusu huu mtaala wa Montessori.
Na hii imekaa vizuri, na pengine labda tufahamu au tumfahamu muasisi wa mfumo huu na ni kwa nini aliamua kuanzisha mfumo huu ambao shuleni inayotumia kwa sasa. Muasisi wa mfumo wa Montessori alikuwa anaitwa Dr. Maria Montessori. Dr. Maria Montessori aliamua kuanzisha huu mfumo baada ya kuona kwamba katika jamii kuna watoto wengi wenye uhitaji sana sana kwenye kujifunza. Watoto aliowalenga walikuwa ni wale watoto wenye changamoto ya akili, ambao hao watoto walikuwa wanaachwa kutokana na mifumo iliyokuwa inafundishwa. Ndio maana akaamua kuja na huu mfumo, na katika kuanzisha huu mfumo aliandaa vifaa vya kujifunzia, ambavyo hivi vifaa vilikuwa vinawasaidia sana watoto katika kukuza milango yao mitano ya fahamu. Na tukiangazia sasa kwa habari ya shule yenu, mnachukua hatua gani kuboresha viwango vya ufaulu kwa wanafunzi baada ya kuwa mmeadapt na kuona mfumo wa Montessori umekaa vizuri? Mnatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba mnawasaidia wanafunzi kufanya vizuri? Mbinu tunazozitumia ni kufundisha kwa ufanisi. Tumehakikisha kwamba tunao walimu wazoefu na wenye uwezo wa kufundisha kutokana na watoto tulio nao. Tunategemea kwamba tutakapokuwa na watoto wa madarasa ya mitihani, ikiwa ni darasa la 2, darasa la 4 na darasa la 6, tunaamini kwamba watafanya vizuri kwa sababu tumeshawajengea msingi imara wa ujifunzaji na kujitegemea. Hiyo imekaa vizuri sana. Na kuna namna gani ambavyo shuleni mnaweza kuwasaidia watoto wenye changamoto ya kisaikolojia kulingana na mfumo wa maisha ambao wako nao, pengine ni mazuri au ni mabaya, au mfumo wa maisha nyumbani haujakaa sawa sawa kuhakikisha kwamba kwenye swala zima la kielimu wanaenda vizuri? Kwa hiyo nyinyi mmejipangaje na mnafanyaje kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakaa sawa sawa? Kwa sasa bado hatuna changamoto ya wanafunzi wa namna hiyo, lakini tumejipanga. Tunaamini kwamba endapo tutawapata, tutashirikiana nao, tutashirikiana na wazazi ili kujua changamoto wanazokumbana nazo ni zipi, lakini pia na kuweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine ili kuzitatua. Tunaona kwa sasa dunia inakwenda spidi sana kwa sababu ya, au tunasema kutokana na matokeo ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Je, kama shule yenu mmejipangaje kuhakikisha kwamba mnafundisha watoto kulingana na mfumo wa sayansi na teknolojia unavyokwenda kasi kwa sasa? Shule yetu ya Dahati awali na msingi tumeanza kutumia teknolojia ya ufundishaji, kwa sababu kwa sasa tunayo computer lab ambapo tunazo kompyuta za kutosha na vipindi tayari vinafundishwa. Mbali na kompyuta, lakini pia tunafundisha kwa kutumia projector ambapo watoto wanajifunza vitu mbalimbali kama wanyama na swala zima la mazingira. Unadhani matumizi ya sayansi na teknolojia yana athari katika ufundishaji wa jadi kwa mitaala mingine ambao wanatumia theoretically katika kuwafundisha wanafunzi? Matumizi ya teknolojia yana athari chanya endapo yatatumika vizuri, kwa sababu watoto watajifunza, lakini pia yatakuwa na athari hasi endapo watoto watatumia vibaya. Na ndio maana katika kuwafundisha tuna walimu waliobobea ambao wanawafundisha watoto kwa ufanisi ili watoto waweze kuona kwamba matumizi ya teknolojia yana athari chanya katika maisha yao, lakini pia yanaweza kuwa ni sehemu ya kuajiri ama kujiajiri wenyewe. Tukirudi tena kwenye mfumo wa Montessori ambao mnautumia hapa, ni yapi manufaa katika mfumo huu ambao mnautumia kwa watoto na kwa jamii kwa ujumla? Kwetu sisi mfumo wa Montessori umeleta faida nyingi sana. Kwanza, watoto wetu wana maadili ukilinganisha na watoto wanaotumia mfumo wa mwingine. Watoto wetu wana uwezo wa kujitegemea katika kufanya kazi. Watoto wetu wana nidhamu. Ukiangalia kwamba mfumo wa Montessori pia unasisitizia suala la nidhamu, upendo, kushirikiana na kusaidiana. Na namna gani huu mfumo wa Montessori unaweza kuwasaidia hawa watoto kujitegemea? Mfumo wa Montessori una faida kubwa sana za kuwafanya watoto waweze kujitegemea. Kwa sababu kwa kupitia kona mbalimbali za Montessori, kwa mfano tunayo kona ya sanaa. Kona ya sanaa inamsaidia mtoto kuweza kutengeneza vitu mbalimbali,
kuweza kujifunza vitu mbalimbali vya sanaa, ambavyo kwa ulimwengu unavyoenda sasa, sanaa imekuwa ni moja kati ya vitu vinavyoingiza kipato. Kwa hiyo mfumo wa Kimontessori una faida upande wa sanaa. Hapo umezungumzia kwa kona ya sanaa, na tukiangalia huu mfumo unajumuisha au unakutanisha matumizi ya vifaa mbalimbali kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakaa sawa sawa. Je, hivi vifaa ambavyo vinatumika vinamsaidiaje na vinakuwa vina umuhimu gani katika kumpatia huyu mtoto aweze kuvitumia na kuona namna ambavyo vinaweza kumfikisha kule ambako anataka kufika? Vifaa vya Kimontessori vinamsaidia mtoto kukuza au kuimarisha milango mitano ya fahamu. Ikiwa ni kusikiliza, tunavyo vifaa vinavyomsaidia mtoto kujua sauti tofauti tofauti. Lakini pia kuna vifaa vinavyomsaidia mtoto kukuza lugha. Tunavyo vifaa tunavyovitumia kufundisha, ambapo watoto wanajifunza lugha na misamiati tofauti tofauti. Lakini pia tunayo kona ya hesabu, ambayo inamsaidia mtoto kuwa na uwezo wa kutatua matatizo yao mwenyewe. Kwa mfano, katika hesabu, unaweza kumpa mtoto hesabu ya kufanya kwa kutumia zile zana na akakupa jibu sahihi. Lakini pia tunayo kona ya nyumbani, ambayo inampa mtoto uwezo wa kujitegemea akiwa shuleni, lakini pia akiwa nyumbani. Lakini pia tunayo kona ya milango ya fahamu, ambayo inaitwa sensorio. Hii inamsaidia mtoto, anaweza kushika kitu akakwambia kwamba hiki kitu ni kigumu au ni kilaini. Tumeona katika swala zima la mazingira na vifaa ambavyo vinatumika vinawasaidia wanafunzi kuweza kutambua na kuelewa namna gani wanaweza kutatua changamoto ambazo kuna. Ni hipi rai yako kwa wazazi na Watanzania ambao wanakutazama kwa sasa ili waweze kuwa sehemu ya familia katika shule yako na kuhakikisha kwamba watoto wao wanajifunza mfumo huu wa Kimontessori? Rai yangu kwa wazazi, kwanza napenda niwakaribishe sana katika shule yetu ya Dahati and Daughters. Tunapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2, lakini pia shule yetu imesajiliwa kwa mfumo wa NECTA. Tunapokea pia watoto kuanzia darasa la 1 na kuendelea. Shule yetu ina mazingira mazuri sana kwa ajili ya kujifunzia. Lakini pia tunayo computer lab yenye kompyuta za kutosha kwa ajili ya kujifunzia watoto. Lakini pia tuna mfumo wa kufundishia kwa njia ya projector. Pia tunao walimu wabobezi na wenye uzoefu katika ufundishaji na malezi ya watoto. Wazazi, msiwe na wasiwasi kuandikisha watoto wenu katika shule yetu. Walimu wetu ni wazazi wanapokuwa katika majukumu yao. Shule yetu inao usafiri mzuri kabisa kwa ajili ya kumfuata mtoto mpaka mlangoni, lakini pia na kumrudisha jioni baada ya masomo. Shule yetu tunawapatia watoto chakula bora, lakini pia wanapata maji safi na salama kwa ajili ya kunywa. Watoto wetu wadogo wana sehemu nzuri ya kulala na kupumzika baada ya kujifunza. Karibuni sana.